Kusikia kwamba Ino Luemba miongoni mwa wachezaji ambao wataachwa katika klabu ya Simba. Sasa huyu Ino Luemba ukimwangalia tangu amekuja katika klabu ya Simba unagundua hajaonyesha kiwango kibovu kiasi kwamba tetesi za yeye kuachwa zianze kutrend kwa kiasi hicho. Sasa mchezaji ambaye ameonyesha kiwango bora anaachwa vipi? Ino Luemba hawezi kukupa vitu vyote uwanjani, lakini kuna baadhi ya vitu atakupa, ikiwemo speed reaction katika matukio ya mpira wa miguu, anafika kwenye matukio kwa wakati, lakini pia Ino Luemba anakupa ile energy ya kukaba pale Simba inakuwa imepoteza mpira, anakupa ile energy ya kukaba. Lakini pia Ino Luemba atakupa faida ya kuanzisha building. Timu inapotaka kwenda mbele kushambulia, anakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapandisha timu juu na kuleta madhara katika timu pinzani. Ukikumbuka mechi za dabi ambazo walicheza, amekuwa ana madhara makubwa sana Ino Luemba, na baadhi ya mashabiki wa Yanga wamemzungumzia. Miongoni mwa watu ambao walikuwa na effect kubwa kuwaletea madhara katika timu yao ni pamoja na Ino Luemba. Kwa hiyo ukiangalia mechi zake zote ambazo wamecheza, unaona effect yake ni kubwa na wala hajaonyesha kiwango kibaya kwa namna yoyote. Na kosa ambalo watalifanya Simba ni kumwacha huyo mchezaji. Simba walivyomsajili kocha wao Steve Barker, walimpa mamlaka ya kusajili dirisha dogo, ndio akawaleta hao kina Libase Gwe, kina nani, kina Ura, na hao wote hao ni chaguo la kocha wa Simba. Kwa hiyo kocha wa Simba anatakiwa yeye ndo aseme kwamba Ino Luemba amekuwa mechi za mwishoni hizi amekuwa akipata nafasi dakika za mwishoni, dakika 70 80 ndo anakuwa anaingia, lakini kiasi kwamba unaweza usioni ile performance yake kwa ukubwa huo, maana alikuwa apata nafasi hivyo, lakini kwa kadri ambavyo anapata nafasi huwa anaonyesha kiwango bora sana. Klabu ya Simba na management yote ya Simba wanapaswa kumpa mamlaka kocha wa Simba Steve Barker, kwa sababu alichokifanya ni kitu kikubwa sana. Unajua klabu ya Simba haijachukua ubingwa, lakini ndio klabu ambayo inatazamiwa kuwa ndio klabu bora ya msimu ulioisha, na kocha wake pia ndio anatazamiwa kuwa kocha bora. Sasa timu ya namna hiyo, maana yake kocha amefanya kazi kubwa. Kwa hiyo kuelekea dirisha kubwa la usajili, wanapaswa kumwacha kocha tena kwa mara nyingine, yeye ndo amue anabaki na nani, anaondoka na nani, na anamsajili nani na yupi hataki kumsajili. Wao kazi yao ni kutoa hela tu, majukumu yao ni kutoa pesa. Kocha ndo atapoint kwa kushirikiana na management ya wanaita nini ile management ya scout, kwamba yupi tumchukue yupi tusimchukue. Kwa mfano kuna mchezaji mmoja anaitwa Jabbar, alikuwa mchezaji wa Stellenbosch. Simba tayari wameshamleta huyu mchezaji, ni finger za kocha wa Simba ndo zimemuona, na yeye ndo ameprovoke management ya Simba, na mtaka yule wamemleta. Kwa hiyo kocha ndo inabidi appoint wachezaji, sio kuprovoke kwamba huyu mwache huyu msimwache. Kama yeye anataka kubaki na Neo Maema, mwacheni abaki naye, sababu inavyosemekana Neo Maema management haimtaki, kocha anamtaka. Sasa hizo ni vitu ambazo so professional. Kocha ndo anaamua, kwa sababu wewe magoli jukumu lako ni kumwezesha tu wachezaji anawataka awapate 100% na vitu vingine viendelee. That's how supposed to be.